Evans Mungahu, Frederick Kuya, Mumina Mutinda, Naelewa vizuri. Mungahu Kola na Mumina Mutinda Ingui wameshtakiwa kwa kupanga njama ya ulaghai kinyume na kifungu cha 317 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika eneo la Afya Sacco Society ambao yuko mji wa Nairobi katika kata ya Nairobi, mkiwa pamoja na wengine ambao hawako kotini, mlipanga njama mkiwa na nia ulaghai na kutengeneza vyeti vya kuweka pesa na vya kutoa pesa kutoka Fosa kwa kujifanya kwamba zile cheti zilikuwa ni halisi ambazo zilisababisha pesa kupotea, ambayo ni pesa taslim milioni 40,169,165.69 ambao ni mali ya Afya Sacco. Evans Mungahu, kweli ama si kweli? Sio kweli. Frederick Kuya, kweli ama si kweli? Mumina Mutinda, ni kweli ama si kweli? Shtaka la pili. Evans Mungahu Kola umeshtakiwa na kuiba kwa mfanyikazi kinyume na kifungu cha 281 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco ambao ofisi kuu iko katika kata ya Nairobi, ukiwa meneja wa Afya Microcredit Activities ambao iko katika kampuni ya Afya Sacco, uliiba pesa taslimu milioni 40,169,165.69 ambao ni mali ya kampuni ya Afya Sacco ambao ilikuja kwa umiliki wako kwa njia ya uajiri wako. Kweli ama si kweli? Sio kweli. Katika shtaka la tatu, Frederick Kuya Libako na Mumina Mutinda Ingui mmeshtakiwa na kuiba kinyume na kifungu cha 268 kusoma pamoja na kifungu cha 275 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa pamoja na wengine ambao hawako kotini, mliiba pesa taslim milioni 40,169,165.69 kupitia akaunti ya Fosa ambao ni mali ya kampuni ya Afya Sacco Society. Frederick Kuya Libako, ni kweli ama si kweli? Mumina Mutinda Ingui, ni kweli ama si kweli?
Katika shtaka la 4, Evans Mung'ahu Kola na Fred Kuya Libako mmeshtakiwa kwa kupokea mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16. Maelezo ya mashtaka ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali, katikati ya tarehe ya 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco Society ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlipokea pesa taslimu milioni 10,17,999.72 ambao ni mali ya kampuni ya Afya Sacco, na kwa wakati ule ya kupata ile fedha mlikuwa mnafaa kujua ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambao imewekwa katika akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kwa nambari ya akaunti 50900 MFS 1270600. Evans Mung'ahu Kola, kweli ama si kweli? Sio kweli. Katika shtaka la 5, Evans Mung'ahu Kola na Mumina Mutinda katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 6 mwezi wa Disemba mwaka 2000 katika kampuni ya Afya Sacco Society ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa pamoja mlipokea pesa taslimu milioni 24,97 ambayo ilikuwa ni mali ya kampuni ya Afya Sacco, na kwa wakati ule ya kupata yale mapato mlikuwa mnafaa kujua ama mlikuwa mnajua ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa kwa akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kwenye akaunti 50900 MFS 1686100. Evans Mung'ahu, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Katika shtaka la 6, mkiwa kwa pamoja mlipokea pesa taslimu milioni 1,700,000 ambao ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kupokea yale mapato mlikuwa mnafaa kujua kwamba ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa katika akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kama 50900 MFS 1651400. Evans Mung'ahu Kola, kweli ama si kweli? Sio kweli. Mumina Mutinda Ingui, kweli ama si kweli? Sio kweli. Katika shtaka la 7, Evans Mung'ahu Kola umeshtakiwa kwa kupokea katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 31 mwezi wa Mei mwaka 2021 na tarehe 21 mwezi wa Agosti mwaka 2020 la Afya Sacco ambao iko kata ya Nairobi, mkiwa na wengine ambao hawako kotini, mlipokea pesa taslimu milioni 2,801,616 ambayo ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kupata yale mapato ulikuwa unafaa kujua ilikuwa ni mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa kwenye akaunti ya Fosa sufuri. Evans Mung'ahu Kola, kweli ama si kweli? Sio kweli. Katika shtaka la 8, Evans Mung'ahu na Fred Kuya Libako umeshtakiwa kwa kutumia mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katika mwaka 2021 na tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika shirika la Afya Sacco ambayo iko katika kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlitumia pesa taslimu milioni 10,714,999.72 ambayo ni mali ya
shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kutumia yale mapato mlikuwa mnafaa kujua ama mlijua kwamba ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kama 509000 MFS 12706 mwezi wa Januari mwaka 2022 na mwaka 2023 katika shirika la Afya Sacco ambayo iko katika kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja 1651400. Evans Mungahu Kola, ni kweli ama si kweli? Sio kweli. Mumina Mutinda, ni kweli ama si kweli? Katika shtaka la 11, Evans Mungahu Kola umeshtakiwa kwa kutumia mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu ambao wako kotini. Ulitumia pesa taslim milioni 2,800,116 ambayo ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kutumia yale mapato ulikuwa unafaa kujua ama ulikuwa unafaa, sababu ya kujua kwamba ilikuwa ni mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa katika akaunti ya Fosa nambari 50908 MFS 06430000. Evans Mungahu Kola, ni kweli ama si kweli? My name is Mwange. I wish to be placed on record for all the accused persons. Here now we are pleading with the court accused persons. Granted lenient terms of bail per bond. Each of the three accused persons is granted bond of Kenya shillings 4 million with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 2 million with one contact person each. The case is allocated to court number 7. The trial mentioned before court 7 on 6th of January next year. Thank you, Your Honor. We are most obliged.